Hatari ya kuingia kwenye mahusiano ukiwa una uhitaji sana. Hatari ya kuingia kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana. Roho Mtakatifu akusaidia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Amen. Hatari ya kuingia kwenye mahusiano ukiwa una uhitaji sana. Watu wengi ambao inafika wakati wanahitaji sana kuoa au wanahitaji sana kuolewa. Sasa unapokuwa na uhitaji sana wa kitu chochote kile, ni rahisi sana kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Ni rahisi sana kufanya uchaguzi ambao sio sahihi. Ni rahisi mno. Kuna hatari kubwa sana ya kuingia kwenye mahusiano ukiwa una uhitaji sana. Ukiwa una uhitaji sana. Ukiwa una uhitaji sana. Kuna uwezekano mkubwa wa kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kuna uwezekano mkubwa wa kufanya uchaguzi usio sahihi. Usio sahihi. Usiingie kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana. Ni rahisi kutumbukia kwenye shimo. Ni rahisi kufanya uchaguzi usio sahihi. Ni rahisi kufanya maamuzi usio sahihi. Na wakati mwingine wako mabinti ambao wanaingia kwenye hatua kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana, kwa sababu anaona labda wadogo zake wameolewa, labda ule aliosoma nao wameolewa. Kwa hiyo anasema na mimi mwaka huu usiishe na mimi niwe nimeolewa. Usiingie kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana. Ukiingia kwenye uhusiano ukiwa na uhitaji sana, utafanya maamuzi yasiyo sahihi. Utatumbukia kwenye shimo, utaangukia kwa mtu asiye sahihi, na matokeo yake utalia maisha yako yote. Hatuolewi kwa sababu tuliosoma nao wamekwisha kuolewa. Hatuowi kwa sababu wale tuliosoma nao wamekwisha kuoa. Hatuolewi kwa sababu wadogo zetu walikwisha olewa tayari, wamekwisha zao, wametulia kwenye ndoa zao. Ukiwa na mtazamo wa namna hii kwamba unahitaji sana wa kuolewa, ni hatari, kwa sababu utatumbukia tu na utakuwa ni mtu ambaye utajuta kwenye maisha yako yote. Utalia kwenye maisha yako yote. Kwa sababu gani? Uliingia kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana, na kwa sababu ulikuwa kwenye uhitaji sana, ulidondokea kwenye mikono isiyo salama. Ulidondokea ulipata mtu asiye sahihi. Ukishaona una shauku sana ya kuolewa, ujue sio wakati mzuri wa kuolewa. Usiingie kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana. Utatumbukia kwenye shimo. Utatumbukia kwenye shimo na utalia maisha yako yote. Utateseka maisha yako yote. Huwezi kufanya maamuzi sahihi unapokuwa na uhitaji sana. Huwezi kufanya uchaguzi sahihi unapokuwa na uhitaji sana. Kwa kuna hatari kubwa ya kuingia kwenye mahusiano ukiwa una uhitaji sana. Ukiwa una uhitaji sana. Ukiwa una uhitaji sana. Kabindi unasema kwa mwaka huu nisipoolewa, mwaka huu lazima niolewe. Mwaka huu lazima niolewe. Kuna hatari kubwa ya kuingia kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana. Na hii inawapata mabinti eti kwa sababu umri umekwenda. Sema sasa hivi kwa sababu umri umekwenda, wenzangu wameolewa, wadogo zangu wameolewa, nilisoma nao wameolewa. Kwa unakuta anakuwa na shauku sana ya kuolewa. Na kwa sababu anakuwa na shauku sana ya kuolewa, inafika wakati asa yoyote atakayekuja, yoyote atakayejipendekeza kwamba ninakupenda, nataka uwe mke, huyo hatuolewi kwa sababu wengine wanaolewa. Ndoa inatakiwa kukuta ukiwa huna wazo la kuolewa. Uko bize na mambo, uko bize na biashara zako, uko bize na mambo ya Mungu. Tunaposoma kwenye Mathayo 6:33, maandiko yanasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Utapewa mume, utazidishiwa, utapewa mke, utapewa mume. Tafuteni kwanza. Uwe bize na mambo ya Mungu. Uwe bize na mambo ya Mungu. Uwe bize na mambo ya Mungu. Usikose usingizi unawaza mimi nitaolewa nini nitaolewa. Hatari ya kuingia, una hatari kubwa sana ya kuingia kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana.
Ukiona shauku yako ya kuolewa imepanda sana, usiingie kwenye mahusiano, kwa sababu uwezekano wa kufanya makosa ni mkubwa sana. Uwezekano wa kufanya makosa ni mkubwa sana, ni mkubwa sana. Nakumbuka pia kwamba unaweza kuishi bila kuwa na mahusiano. Swala la mahusiano ni uchaguzi, ni uchaguzi. Na ndio maana Paulo akasema kwamba yule ambaye haowi au haolewi anafanya vizuri zaidi, kwamba kuoa sio dhambi au kutokuolewa sio dhambi, lakini yule ambaye haowi au haolewi anafanya vizuri zaidi, kwa sababu nguvu nyingi atazielekeza kwenye mambo ya Mungu, mambo ya Mungu. Kwa kuna hatari kubwa sana ya kuingia kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana. Usiingie kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana. Ni rahisi sana kufanya makosa. Ni rahisi sana kutumbukia kwenye mikono isiyo salama. Ni rahisi sana kumpata mtu asiye sahihi. Alafu matokeo yake utalia maisha yako yote. Adamu alikuwa hana mpango hata kuoa, alikuwa busy na kulima, Mungu ndiye aliyekuja akasema si vyema mtu awe peke yake. Lakini Adamu alikuwa busy na mambo yake, busy na kile ambacho Mungu alikuwa amemwagiza. Adamu alikuwa busy na kile alichomwagiza na alichomwitia. Alikuwa busy na kazi ya Mungu. Adamu hakutafuta mke, lakini Mungu ndiye alisema kwamba si vyema mtu huyu awe peke yake. Endelea kuwa busy mpaka Mungu aseme si vyema mtu huyu awe peke yake. Endelea kuwa busy na mambo ya Mungu. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Unapokuwa busy na mambo ya Mungu, busy na biashara zako, busy na mipango yako, na ndivyo ambavyo mtu anaweza katokea na kupropose kwamba ninatamani, ninakupenda, nataka uwe mke wangu. Wewe unayetaka kuolewa, kama unaona una shauku sana kuolewa, sio wakati mzuri sana wa kuolewa. Sio wakati mzuri. Kama unahitaji sana kuolewa, kiasi kwamba unakosa usingizi, unawaza tu kuolewa, kumbuka kwamba sio wakati mzuri wa kuolewa, au sio wakati mzuri wa kuoa. Kumbuka pia Adamu hakuoa kwa sababu alikuwa mpweke. Adamu hakuwa mpweke. Adamu alikuwa peke yake. Adamu was alone. Hakuwa lonely. Alikuwa alone. Hakuwa lonely. Uwe busy na kazi ya Mungu. Uwe busy na biashara zako. Uwe busy na kutengeneza hela. Acha kuwa busy kuwaza kuolewa. Ukifika wakati ambao unaweza kuishi mwenyewe, basi upo tayari kuoa au kuolewa. Usiolewe kwa sababu ya upweke. Kila mtu kwenye mahusiano lazima awe amekomaa kiasi cha kuweza kuishi peke yake bila kumtegemea mtu mwingine. Uwe na uwezo wa kuishi maisha ya kujitegemea hata kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Furaha yako isitegemee mtu yoyote yule. Furaha yako isitegemee mwanadamu yoyote yule. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Mungu akubariki sana. Kumbuka kuna hatari kubwa ya kuingia kwenye mahusiano ukiwa na uhitaji sana. Maana ni rahisi kufanya makosa, ni rahisi kuangukia kwenye mikono isiyo salama. Ni rahisi kuja kujuta kwenye maisha yako kwa sababu ya kuingia kwenye sehemu isiyo sahihi. Mungu akubariki na kuwezeshe kuingia kwenye mahusiano ukiwa huna uhitaji zaidi, ukiwa huna uhitaji sana. Lakini pia kwa sasa uwe busy na mambo ya Mungu, uwe busy na biashara zako, uwe busy na kutengeneza hela. Usiowe kwa sababu una uhitaji sana, utakosea. Na Mungu akubariki na Roho Mtakatifu akusaidie. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako yatabakia jinsi yalivyokuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini unaweza ukashare, unaweza ukacomment, unaweza ukalike. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.